Na mzoezi linaloendelea hapa kwa hivi sasa ni kutia ndoa. Mimi Kaze, kocha, nakubali kuitumikia klabu ya Dar es Salaam Young Africans, mabingwa wa kihistoria chini ya mwenyekiti wa klabu hii Dr. Msora Mshindo. Kama ambavyo unaweza kuona, unafanya kubadilishana, mimi nimesaini hapa na wewe saini hapa. Ni kandarasi ya miaka 2 kama ambavyo tumefahamishwa, na kwa kufuata taratibu kwa maana ya sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pale tu atakapopata basi kibali ataweza kuanza rasmi majukumu yake ya kuitumikia klabu ya Yanga. Najua wanachama huko na mashabiki mlikuwa na kiu kubwa sana ya kuweza kumpata kocha mpya mara baada ya kocha mwingine kuondoka. Lakini sasa amewasili na kilichobaki basi ni kuwapa ile tunasema kabumbu safi, wenyewe vijana wanasema mpira wa biriani. Bwana sasa ndo tunachokisubiria. Uzuri kocha mwenyewe anazungumza Kiswahili, kwa hiyo mambo yataendelea kwenda vizuri. Kama ni mashabiki watakuwa na fursa ya kuweza kumleta, kwa sababu sisi lugha yetu ya taifa ni Kiswahili na si vinginevyo. Kwa hiyo na kocha naye anazungumza Kiswahili, naamini atakuwa ni mwepesi wa kuweza kutoa fursa kupokea maoni hapa na pale, basi ambaye ataona yanamfaa ataweza kuyafanyia kazi. Mengi zaidi ameshazungumza pamoja na uongozi wake, nao ukiwaomba wanachama kuwapa muda. Anaye washabiki bwana amekuwa na tabia siku mechi 2, mechi moja atoke. Hakuna mpira wa namna hiyo duniani. Mtu apewe nafasi basi. Naam. Kocha anamwambia asante sana, chukua mkataba wako na mimi mkataba wangu, sasa nakwenda kuitumikia rasmi Yanga. Kila mtu anaonyesha mkataba wake. Haya Mike. Uzi huo CEO Senzo anakwenda kumkabidhi wauzi. Chairman. Yes. Katibu. Arafat. Bwana anasema sasa tupate hii picha ya kumbukumbu kwa pamoja. Watu 1 2 3 4 5 tunakukabidhi uzi huu. Michael, uzi wa nyumbani au wa ugenini? Sema wewe ndo msemaji. Huo ni uzi wa ugenini. Ni away kit. Tuna Young Africans, Africa ile pale inaonekana vizuri kabisa. Nyanyua juu.